Je, Iran inakaribia kufuta udhibiti wa dola ulimwenguni? Inaripotiwa kwamba nchi hiyo ya Mashariki ya Kati inafikiria kuruhusu meli za mafuta kupita mlango bahari wa Hormuz ikiwa shehena yake italipwa kwa yuan ya Kichina. Hatua hiyo itakuwa ni pigo la moja kwa moja kwenye mfumo wa petroli ambao umeifanya Marekani kuwa na nguvu kubwa kifedha kwa karibu miaka 50. What we're seeing is Iran frustrated with the big picture, which is a world in which it has, a significant share of global oil production, but it is very weak when it comes to the financial layer. And what it's trying to do, I think, with this move is to try to weaken the United States sort of iron grip of that financial layer of energy markets. Dola zilianza kutumika kununua mafuta ghafi miaka 1970 wakati Marekani na Saudi Arabia zilipokubaliana kwamba mafuta ya kimataifa yatabadilishwa kwa dola. Hatua hii ilizifanya nchi kutumia dola ili kufanya biashara ya mafuta na kuchochea mahitaji makubwa ya sarafu hiyo duniani kote. Kwa miongo kadhaa ilifanya kazi. Kuanzia mwaka 2002 hadi mwaka 2008, bei za mafuta zilifikia karibu dola 150 kwa pipa na Marekani yenyewe ilikuwa mwagizaji mkuu wa mafuta. Nchi zinazouza mafuta nje ziliwekeza tena faida zao katika dhamana za serikali ya Marekani, jambo ambalo lilisaidia Marekani kufadhili matumizi yake. Lakini leo hii nchi nyingi zinaachana na dola na nguvu ya dola katika manunuzi ya mafuta ghafi inapungua. Vikwazo vya Marekani vimeonyesha jinsi nchi zinavyoweza kutetereka haraka katika manunuzi yanayotegemea dola. Ndio maana serikali nyingi sasa zinaona utegemezi wa dola kama ni jambo hatari. Nchi hizi sasa zinahifadhi dola chache kutoka 71% mwaka 1999 hadi takriban 57% mwaka 2025. China imekuwa ikishinikiza njia mbadala kwa mataifa kutumia sarafu yake ya yuan kununua mafuta, ikiwapa wauzaji wa nje wa mafuta waliowekewa vikwazo kama Urusi namna ya kuendelea kufanya biashara bila kutumia dola. Makadirio yanaonyesha kwamba karibu 20% mafuta ghafi duniani sasa yanauzwa kwa sarafu nyingine kama vile euro au yuan. If we look at oil markets today, the dollar is still far and away the dominant currency that's used, but there has been some erosion, and most of that erosion has taken place with countries that have been sanctioned by the United States, and many of those countries, or at least a number of those countries, happen to be major oil producing economies. Wataalam wanaona kwamba mabadiliko haya yanatokana na vitendo vya Marekani nje ya nchi. Mfano, kitendo cha hivi karibuni cha kupata faida kutokana na akiba kubwa ya mafuta ya Venezuela, lengo likiwa ni kulinda nguvu ya dola na nguvu ya kimataifa inayoipa sarafu hiyo. Hata hivyo, dola haitotoweka katika manunuzi ya mafuta hivi karibuni, lakini ni kweli pia kwamba mwelekeo wake unaonyesha kuwa inadhoofika, na hatua hizi mpya za Iran zinaweza kuharakisha mabadiliko hayo.